I think about 2 months ago, nikiwaza rafiki yangu mmoja mnamfahamu anaitwa Joel. Tukiwaza hivi tukijiuliza kwenye kazi hii ambayo Bwana ametupatia kwenye mawazo yetu na kutupatia fursa nzuri ya kujumuika pamoja naye. Kuna hatari moja ambayo tulikuwa tunaizungumzia na ikanipatia uzito ndani ya moyo wangu. Na uzito huu ni hii ama ni huu. Isije ikawa tutakuwa tukijifunza tabia ya Mungu tukaifunza kwenye mfumo. Ukweli kabisa ambao ni ukweli, lakini tukajifunza kwenye nini? A theory. Do you know the meaning of theory? Yaani theory ni kitu ambacho unakijua, umekinakili kwenye akili, lakini roho yake na kanuni yake yenyewe bado haijapata nafasi katika nini? Katika maisha yako. So uzito wangu kawa naomba ya kwamba Bwana akatusaidie sisi sote. By the way, I am assuming tayari ya kwamba tulio hapa tumemegewa neema ya kupenda kujua kama hatujajua tabia yake. I'm just making that assumption. Tunajifunza ndiyo, somo lipo pale, but I'm making assumption kwa maana yake tayari najua baadhi ya watu walio hapa kama sio wote tayari mmesikia fununu kuna vitu vinavyoitwa tabia nini? So na assume kama haujaisikia umekuja hapo ufanye nini? Uisikie. Si ndio maana yake hiyo? Otherwise kama ungekuwa unataka kuisikia ungekuja. Si ndio maana yake? Kwa maana yake hamna ambayo ni fumbo kwamba nini ambayo wewe inaendelea katika sehemu hii ya Songea kwa wewe. Na naamini ya kwamba kuna wengine ambao sura zao sio mpya. Kuna wengine ambao mimi sio mgeni kwenu, sio? Kuna wengine ambao Cyprian sio mgeni kwenu. Kwa maana yake baadhi ya watu walio hapa tunafahamiana. So kwenye moyo nawaza hivi, tusije tunafika kiwango kile ambacho jinsi tulivyokuwa kule kwamba mtu anaweza zungumzia sabato ya Bwana lakini roho ya sabato yenyewe hajafanya kitu gani? Hajaipatia nafasi na kipao mbele ndani ya maisha yake. Jinsi Waebrania anasema ya kwamba wengi hawakuingia kwenye pumziko ya nani? Ya Bwana. Lakini ndugu zetu Wayahudi au Waisraeli katika mwili wao walikuwa na sabato ya Bwana miaka hiyo yote. Na wakaongezea sikukuu nyingi zinazoitwa nini pia? Sabato za nani? Za Bwana. Lakini Bwana anasema kwenye kitabu cha Waebrania kwamba hawakuingia kwenye nini? Kwenye raha ya sabato au kwenye pumziko. Na naposema raha ya sabato is the spirit of what? Of the Sabbath. Ni nini kwa hakika maana ya sabato? Na sabato hiyo maana yake je imepata nafasi katika nini? Maisha yao. So hiyo hawakuweza kuipata. Na hivyo kwenye kanisa la mainstream mnaliita kanisa la association. Sabato tupo nayo kule lakini maana ya sabato haijafanya kitu gani? Haijadhihirika katika maisha yetu. Sasa nikahofia isije ikawa tukaingia katika kujifunza tabia ya Mungu, tukajifunza tabia ya Mungu in the intellectual what level. Tukajifunza tabia ya Mungu jinsi ilivyo nzuri tukafurahia, but ikabakia kwenye level ya nini? Level ya akili. Now, hiyo haimaanishi kwamba kujua kitu katika akili ni mbaya. Sawa? No. But hiyo inamaanisha kwamba Mungu anatamani tuende zaidi ya nini? Zaidi ya hapo. I think probably tukishaingia hapa ndani tayari vitu vingine kama hivyo tutaweza kuvielewa. Mbona nawaza kwamba hilo ni jambo la muhimu sana ambalo Bwana angelipenda tuweze kulifahamu. Now, nukuu nyingine ya kitabu hicho 118 anasema we are certainly living amid the perils of the last days. Kwa hakika tunaishi siku ambazo ni za hatari, siku za mwisho. And while we may intellectually accept the theory of truth, kwamba inawezekana kwenye akili tukaitikia na tukapokea mfumo wa nini? Kweli. I am not sure if I'm using the word theory kama mfumo in the right way. Nadharia ya ukweli.
Now when tukisema nadharia inaweza kuwa negative. Ama nadharia is same as theory. Ndio theory. Yeah, ndio theory. What is assumption? Theory and assumption. Kwa Kiingereza there are two different things. So what do you call assumption kwa Kiswahili? Assumption I think assumption ni kitu ambacho nakadiria. Madhanio. Kwa hivyo nadharia sio same as theory. Theory. Sasa nataka reason why nasisitiza hayo maneno ni kwa maana yake kwenye tabia ya Mungu we pay attention to words. Maneno yanaweza kuwa yanamaanisha kitu kingi, so tunafaa tupatane kwenye tuko wapi. Hatuzungumzii theory kama Charles Darwin's theory. Yaani no. Hiyo nadharia bado hata kwa hizo Darwin sio hivyo. Sio hivyo. Nadharia wanaposema yani unakichukulia kitu kama nani ila ukifanyia kazi. Sasa mimi hiyo ndio naogopa tusichukue hiyo nyingine. Napozungumzia theory nazungumzia kitu ambacho ni kweli lakini umekikua kwenye mawazo, ni ufahamu. Ulio nao wapi? Kwenye ufahamu. Nazungumzia hiyo point. Kwa hivyo kama mko sawa kwenye nadharia hapo basi hiyo ni sawa sawa. Maana yake mnaelewa. That's the main point. So unaweza kuwa tu katika siku za mwisho, si tunaweza kuwa kwa hakika tuko siku za mwisho, na tunasema ijapokuwa unaweza kuwa katika akili intellectually kwenye nini? Kwenye akili. Tukakubali nadharia ya nini? Ya kweli. It will be of no saving value to us. It will not be what? Anasema kwamba haitakuwa ya uwezo wa kutukomboa sisi, ya kutuokoa sisi, unless ombi la Kristo lifanye kazi katika maisha yetu. Ombi la Kristo nalo usema ya kwamba sanctify them by the truth. Watakase na nini? Now there's a point there. So niko show iko very clear now. My point ya pili katika masomo yangu yote umeelewa tayari. Isipokuwa sasa nimependa kwenye summary kwamba nilivyosema mara ya kwanza, ombi langu ni kwamba Mungu anitakase maisha yangu. That's the point. Sio number 1. But number 2, kilio changu ni kwamba tusije tukashika kweli kwenye nadharia bila kweli kuwa nafasi ya kunitengeneza. Can I ask you a question? Na swali. Ninapopata kweli hiyo inafaa nitakase mimi au nitakase mimi na mwenzangu? Yeah? Let me ask you a question. Unavyokaa hapo unaponisikiza, ukweli huu unaoenda kuusikiza ama mafunzo unaoenda kuyasikiza yanafaa ya kutakase wewe na mwenzio uliokaa naye na yule naye mjua kwenye mawazo, au yanafaa ya kutakase wewe unayenisikiza na mimi naye ongea? Kwa mujibu wa swali hilo, sisi ni vyombo. Nitakaso mimi kwanza, lakini pia nitabeba ili ukawatakase wengine. Sasa hiyo ni kweli kabisa, ameweka vizuri kwamba mimi nitabeba nimpelekee mwenzangu naye hilo neno lifanye kitu gani? Hiyo ni sawa. Lakini unaponisikia hivi, hilo neno linapoingia kwako nafaa lifanye kazi wapi? Kwangu. Sio kwangu na mwenzangu anayemjua kwenye mawazo. Sio? Let me break it simple. Because tunajifunza kwenye hekalu, sio? Now itafika siku ambayo tunaenda kuingia hapa ndani. So nitajaribu kuwa systematic baada ya somo kupata msingi, lakini kwa sasa naomba tu nimenye baadhi ya vitu vichache. Na katika chumba cha kwanza tunaita kwenye Kiswahili patakatifu, holy place. In the north tuna meza ya nini? Ya mikate, sio? Huu mkate uko pale unaozungumzia mkate wa uzima. Naomba kuuliza swali. Aliye kwenye meza anapochukua ule mkate kwenye mkono wake au ule, sio? Anapochukua ule mkate, anapokula mkate, unamsaidia yeye na mwenzake aliye ndani ya meza, aliye kwenye meza, au ni yeye itakayesaidia yeye binafsi yeye? Yaani huyo mwingine aliye kwenye meza atafaidika na mkate kama atakuwa hapa ushiriki. Hello? Lakini kama watakuwa kwenye meza wote wawili, mmoja anakula mkate, mwingine anamuangalia, yule anayekula mkate hautamsaidia mwenzake, si ndio maana yake? Na maanisha point ni hii. Tusije tukajifunza kweli kwa sababu ya mtu mwingine.
Tujifunze kweli kwa maana yake ni mkate wa uzima ambao nafaa mimi ni ule, ni umeng'enye, na baada ya hapo Mwingereza akasema ni kwamba ni ufanye kazi inaitwa assimilation, ukaingia kwa damu kanisaidia mimi. Unaponisaidia mimi, basi mimi niwe wa msaada kwa mwingine baada ya hapo. Tusije tukawa wale wa Adventista ambao tunaingia kwenye mahali ya kujifunza, badala ujifunze wewe ujiulize kwamba neno hili litanifinyanga mimi namna gani, litanibadilisha mimi namna gani. Kwenye mawazo yako unaanza kuangalia mzee fulani, mama fulani, mtu fulani, unaona hapa ameumuguza vizuri. Manipata vizuri. Lengo letu hapa ni kwamba Bwana mwenyewe atufinyange na neno lake lipate nafasi, sio tu kwenye intellectual what? Level. The reason why nasema hivyo ni kwa sababu Bwana hahitaji tumjue just because anataka tu tumjue. Bwana hahitaji tu tumjue kwa maana yake sasa unajua ukishamjua kwenye intellectual level mambo imekuwa sawa. Bwana anatamani tumjue kwa maana kitabu cha Wakorintho wa pili 3 anasema ya kwamba unapomjua na kumtazama unabadilisha kuwa kama kwa lengo kuu at the end of the yani mwisho kabisa wa kila jambo ni kwamba Mungu anatamani akiniangalia Wycliffe anasema ya kwamba nimeona sura yangu kwa nani? That's the whole point. That's the whole point. Kwa hiyo nikatamani kasema hivi, kila kanuni ambayo ninajifunza kuhusu ujumbe wa siku za mwisho, jinsi mtumishi amesema ni kwamba ujumbe huo umuhimu wake tu ni kwamba tabia hiyo imedhihirika katika maisha yangu. Na kama haijadhihirika natamani nalilia Mungu kila wakati ya kwamba naomba tabia hiyo nifinyange ndani ya nani? Ndani yangu. There are many things ambazo tutajifunza kuhusu tabia ya Mungu ambazo wengi nafahamu, kama hujajua mwalimu ataendelea kutufunulia. Mambo yale controversies is not about God. Yani it's about God to the extent kwamba ukishamjua kioo umewekewa mbele yako, umepata challenge ya kuwa sasa natamani niwe kama. Yani hiyo ndio, sijui kama mnanielewa jamani. Sasa hapa kuna wakati mwingine mtumishi unaweza kuwa haujaeleweka. Usinielewe vibaya. Mimi nasema hivi. Ujumbe ni chombo na ni instrument ya kutakasa. So the end goal ya ujumbe ni anaopokea afanye kitu gani? Umsafishe na kumtakasa. So namaanisha hivi. Ninachotamani sana ni kwamba for example, kuna sijui kama Ninaomba nisome nukuu fulani hapa. Hii nimeipata leo asubuhi nikijaribu kuwazawaza hivi. Na nikaona kana kwamba hii kwa kweli itafurahisha baadhi yenu. And then nikishawafurahisha then turudi kwenye principles zetu ngapi? Mambo yetu mangapi? Mawili. So hebu tufurahie na hii nukuu kwanza hapa. Hebu sikizeni hapa. Kitabu hicho cha not testimony. 1888. Page ni 828 paragraph 2. 828 paragraph what? 2. Umeshaipata? Anasema hivi, Dada White anasema hivi. Much precious light was brought out at this meeting. Kwamba ujumbe au nuru ya thamani imeweza kuletwa katika mkutano huu ambao ni wa Minneapolis 1888. Ujumbe wa nani? Wagona na nani? H. Jones. So mada ile ambayo mwalimu alikuwa nayo asubuhi. Anasema kwamba a precious what? Ujumbe wa thamani. Now, nataka tusikize kitu fulani mbele. The law of God was exalted. Kwamba sheria ya Bwana ilifanya kitu gani? But now, kuna kitu moja tunataka tuweke hapa pia. Kumbuka anayesema haya, kuna wakati pia amesema ya kwamba tumehubiri amri ya Bwana au sheria ya Bwana hadi tumekaukiwa kama milima ya nini? Gilboa. Huyo mmoja. Lakini sasa nataka, by the way, uzuri wa kusoma Biblia, usisome Biblia kilaziness. Usome Biblia ukikuwa kama mtu ambaye anajaza what inaitwa bazo. I think
primary school miaka ile ya kitambo, kuna wakati fulani kwenye vitabu vyetu vya sio kama ni vya sabati au nini, hapa nyuma unapata kuna sijui vitu fulani hapo naambiwa uunganishe mpaka sijui mwisho fulani. Wapi mbona nakumbuka vitu kama vile. Sijui unanielewa? Kuna kitambo kulikuwa na vitabu ambavyo vilikuwa na vitu fulani hapa nyuma, ambavyo either ni mchoro ama ni vitu fulani uchore mtu anacheza mpira ama sijui kama ni lada, ufuate mpaka mwisho kabisa. Unaelewa hiyo point? Inaitwa kwa Kiingereza abazo. Kwa Kiswahili? Lakini mmeshanielewa mfano. So unaposoma Biblia, usisome Biblia point moja ukaisahau. Hiyo point moja unganisha na point nyingine na point nyingine. Mwishoni ukatengeneza kitu kizima. Na tuanze point ya kwanza. Nukuu hii anasema hivi kwamba ujumbe uliohubiriwa ukainua nini? Sheria ya nani? Na the same time nukuu nyingine anasema ya kwamba tumehubiri sheria ya Bwana hadi tumekaukiwa kama milima ya Gilboa. Sasa hii jinsi ambayo sheria ya Mungu ilivyoinuliwa hapa ni sawa sawa na jinsi walivyokuwa wanahubiri sheria hiyo mara ya mwanzo. Hapana. Sasa hapo umeunganisha vitu viwili, kumaanisha kuna jinsi ambavyo sheria ya Mungu ilivyohubiriwa pale iliyokuwa ni tofauti na jinsi walivyokuwa wanahubiri mwanzo, ambayo mwanzoni ilivyokuwa inahubiriwa ilifanya watu wa Kiadventista wakawa kama milima iliyokaukiwa. Lakini hapa ilipohubiriwa katika mkutano huu, sheria iliinuliwa na akafurahia. Akasema ni ujumbe wa kipekee. Sawa? So meaning you can actually present the law of God na ukaipresent ikafanya watu hakuwa ni milima iliyokaukiwa. Milima iliyokaukiwa imekosa nini? Na maji kwenye maandiko ni kitu gani? Hiyo sio point ya msingi sana, isipokuwa kuna kitu nataka tupate hapa baada ya hapa. Anasema hivi: placed before the people in the framework of the gospel of Jesus Christ. Kwamba sheria iliinuliwa ikawekwa katika framework ya injili katika nani? Katika Kristo. Kumaanisha sheria ilihubiriwa, hiyo mwalimu anasema ya kwamba sheria na gospel zikaunganisha ikawa kitu kimoja, ikawa a whole thing. So akasema injili ilipohubiriwa ilihubiriwa katika framework ya gospel ya nani? Ya Kristo. Now, mimi hapa najifunza kuhusu sisi patakatifu, najifunza. Kristo alipokuja duniani hapa alikuja katika sehemu ipi ya patakatifu? Sehemu ipi alipokuwa anachukua mwili, alikuja katika sehemu ipi ya huduma patakatifu pale? Alipochukua mwili alikuja katika huduma ipi katika sehemu hii kwenye mchoro huu? Labda sijaeleweka swali. Umenielewa swali au bado? Umeelewa swali? Sasa nipe jibu basi. Kwenye ua wa nchi. Alikuja kwenye nini? Ua wa nchi. Sasa kama alikuja kwenye ua wa nje, outer court. Na kama huduma ambao Kristo alikuja hapa kwenye outer court ilipohubiriwa katika Minneapolis iliinua sheria ya Bwana, then inamaanisha ya kwamba tukikuja kwenye outer court tunafaa tuelewe sheria ya Mungu kulingana na jinsi ambavyo outer court inajaribu kutuletea sheria hiyo. Au ni yapi kuhusu sheria ya Bwana inayoonekana wapi? Labda sijaeleza vizuri. Nisema hivi. Huduma ambayo Kristo aliifanya katika injili yake, katika alipokuja katika mwili na akafa, iliinua sheria ya Mungu, sawa? Kumaanisha hapa nje waweza jifunza mambo mengi kuhusu sheria ya nani? Ya Mungu, sawa? Lakini wakati huo kuna njia nyingine sheria inahubiriwa inayofanya watu wawe nini? Milima iliyo kaukiwa. Sasa ukija hapa nje, pia hapa nje kuna kioo ya kukujulisha jinsi ambavyo sheria imeweza kuwakilishwa inaofanya wanadamu wakawa wamekaukiwa hapa nje. Yaani hapa nje vitu hivi vyote viwili utaviona. Tukianza kuingia kutembea hapa ndani, moja kwa moja tutaona kanuni hizo hapa. Haya, tuende mbele kidogo. Baada ya hapo anasema
Sasa sikizeni sasa zile point nilizowaambia kwamba hii nitawafurahisha, hii ni muhimu. Kwa maana yake semi hizi nimezisikia kwa masikio yangu miaka 3. Sawa? Nimesikia semi hizi kwa miaka 3. Nataka tuzisikie. Sikuzijua kwamba hata katika mwaka wa 1888 zilisemwa. Mpaka nikazisoma leo asubuhi. Kumbe tunarejea nini? Historia. Sikizeni anasema hivi. Alafu anasema, I have had many testimonies in all parts of the field. Nimesikia shuhuda kutoka sehemu tofauti za nini? Za misheni. Yani baada ya ujumbe huu kuhubiriwa, si sasa ujumbe, yani ushuhuda unaanza kutokea. Kila mtu anaanza kukuambia jinsi ambavyo ujumbe ufuata gani? Umemtendea katika nini? Maisha yake. Naomba kuuliza swali. Ellen White yeye mwenyewe alisema nini kuhusu ujumbe wa 1888? Alipenda ushuhuda upi yeye mwenyewe alipousikia? Alisemaje? Alisemaje? Aliona Injili na sheria zimeunganika. Sawa, lakini mkuhusu yeye mwenyewe ushuhuda wake binafsi kuhusu alipopokea ule ujumbe mara ya kwanza alipousikia alisemaje? Ujumbe unaotoka kwa Mungu. Sijui kama mnajua, mko familia na statement hii. Alisema ya kwamba kila kiungo ndani yangu kilisema amina. Are you familiar with that statement? Anasema every organ and nerve within me said what? Anasema kwamba mwili wangu kafurahia. Yani ulifurahia. Hiyo ni ushuhuda wa Ellen White. Jinsi yani aliposikia ujumbe wa Mungu ulipokuwa na ubiri na hao vijana wawili, anasema kila kiungo ndani yake kilifanya tu gani? Kilisherehekea. Sawa? Huyo ni yeye. Sasa yeye hajaandika hiyo hapa. Hiyo ameandika sehemu nyingine. Lakini hii nilijaribu tu kuwakumbusha kile yeye mwenyewe anachosema kuhusu ujumbe huo na ushuhuda wake. But sasa sikiliza ushuhuda wa watu wengine. Anasema hivi. In quotes ananukuu ushuhuda wa mtu mmoja. Anasema mtu mmoja anasema hivi. I have found light, precious light. Nimepata nini? Nuru. Nuru ya nini? Nani ambaye hajasikia hiyo semi kama mmoja tabia ya Mungu? Nani ambaye hajasikia semi hiyo? Tulipoanza kujifunza hapa mwaka upi Mzengoi? 2022. Semi hizo zilikuwa zimejaa hapa. Nimefind nini? ukweli wa Nimepata ukweli wa thamani. Wengi sana hao wakumbuka waliokuwa wanasema hivi. Alafu anasema, kasikizeni hii ndio ya ajabu. Sasa sikizeni vizuri. My Bible is a new book, Cyprian. Yeye ndio kwa kwanza. Biblia imekuwa mpya. Wapi dada Frida? Hayupo. Yeye nakumbuka alipokuja Kenya aliniambia, mwalimu, hii Biblia yangu ya kitambo ninaenda kuhifadhi kwa kabati. Ninunue Biblia nyingine, nianze kujifunza upya. Ninaanza kujifunza upya kwa maana Biblia imekuwa nini? Mpya. Hello? Haya tumeyasikia. Alafu anasema mwingine akasema hivi. Never did we feel as at this meeting the necessity of being under the constant control of the Spirit of God. Hatujawahi kuwa tena jinsi ambayo tumekuwa katika ile haja na nia ya kuwa katika kuongozwa na Roho wa Bwana katika kila wakati. Constantly uplifting our hearts to God. Kila wakati tukiinua nini? Mioyo yetu kwa Bwana. To be Christians in the heart. Kuwa Wakristo katika nini? Mioyo. What was my point number 1 in the burden of my message? Bwana anitakase moyo wangu. So napata watu walipokuwa nasikia ujumbe wa 1888, anasema ya kwamba kila mmoja alikuwa anafurahia, sio tu kufurahia kwa maana yake kwamba Biblia tu imekuwa kitu kipya. Wenyewe wakakuwa mioyo yao wanainua, wanatamani wakuwe Wakristo katika nini? Katika mioyo yao. Alafu anasema ya kwamba Christians in principle, Wakristo katika nini? Katika kanuni na misingi. Possessing, sikizeni hizo swali vizuri. Possessing not merely a theory of truth, but revealing the principles of truth in Christian-like spirit. Sio tu kukuwa Mkristo katika nadharia ya kweli, lakini pia kwa kudhihirisha kanuni ya huo ukweli katika matendo kama yaliyo katika maisha ya nani? Roho ya Kristo. Hello?
So unaposikia nabii anasema ya kwamba ujumbe wa 1888 utakata muda kwa utukufu, ni kwa maana wanaopokea roho yao inatamani wao wa Kristo na wafanye kanuni za Ukristo ziwe katika maisha yao, sio katika nadharia lakini katika roho ya nani? Yaani roho ya Kristo idhihirike katika kila kitu anachokifanya na kukizungumza. So that's why nikawaambia kwamba then my burden ni kwamba yani sijui kama najieleza ama sijielezi vizuri kwenye hawa yote, but my point naeleweka, nafikiri naeleweka. Na maanisha hivi, yani roho yangu inaniambia ya kwamba Wycliffe, haya yote, let me tell you, sometimes tukiwa na mandugu ambao angalau tumebarikiwa kuanza kuona vitu kwenye picha moja, tukiwa pamoja, tunaposherehekea, tunapocheka, tunavyofurahia, unaona kwamba kweli watu wamefurahia. Aisee, nakwambia Biblia, yani hii vitu najua sijaiona vizuri. Leo nimeona maandiko yenyewe ni ya ajabu, sio? So ukiweka points unafurahia, intellectually you are very happy, sio? You are very happy. Najua Mwalimu Cyprian, unajua wakashangaa kwamba unajua ati Mungu hakuwa watu na nini negalika. Wewe unasema kitu gani? Biblia gani hiyo inasema hivyo? Alafu nikawafungulia watu wakashangaa intellectually. Na that's okay. Hiyo haina nini? Hiyo haina shida. But now my fear is tusibaki wapi? Tusibaki hapo. Then tuanze kujichallenge every moment ya kwamba now baada ya kujua Mungu wangu yuko hivi, now how do I bring these principles into what? Life. Which life? Of your wife? Which life? Myself. Now that is correct. Ni vipi ambavyo nitaleta katika kanuni hizi, nitaziweka vipi katika nini? Maisha yangu. Kwa maana hiyo ndio ultimately the burden of God. Au nimekosea? Iko sawa kweli? Christ Object Lesson tunaambiwa ya kwamba when Christ will see manifestation of his character in his church, then he will come to claim them as his own. Kama wakati Kristo ataona udhihirisho wa sura yake kwenye kanisa lake, basi atakuja kuwachukua wakili kama walio. So ultimately Mungu atamani kitu kipi? Udhihirisho wa nini? So tunapojifunza intellectually, tunapofurahia intellectually, this good. Kwa maana yake Mungu ametupatia copy yake. Sio? Ameshatupatia copy yake. Now from there anakuambia, mwanangu, unaona hiyo copy unaona hizo nyayo fuata hizo nini? Nyayo. Na nazifuataje babangu? Anakuambia nitakufunza. Ndio? Anaposema nitakufunza, anakuwekea nyayo kwenye sura ya Kristo hapa nje. Kristo mwenyewe alitembea aje? Sura hiyo yenyewe alishikilia na akaibidisha katika maisha yake namna gani? Anakuachia kioo pale nje, anakuachia njia kule nje. Mnaanza kutembea taratibu. Ndiposa mwisho kabisa kile ambacho anachokitamani kwamba urejesho wa sura yake kwenye watoto wake aliyowaumba. I hope I'm clear. Yeah. Sio? So kwa haya yote, now level ya kwanza ni kuanza appreciate Mungu wapi? Intellectually. You have to understand. Yaani hiyo hakuna shortcut. Kwa maana yake maandiko yanatuambia ya kwamba tusiwe watendakazi ambao tutaibiwa. Tuwe wale ambao hawataona haya wanaotumia maandiko kihalali. Kiswahili nafikiri naweka hivyo. Lakini Kiingereza isemi hayo. Inasema ya kwamba rightly dividing the word of, yani rightly dividing, yani neno la Bwana unalipasua kihalali. Yani unalielewa kihalali. That's intellectual what? Understanding of the word. Yani unaelewa maandiko. Yanasema hiyo ni vizuri kabisa, lakini Bwana anatamani ya kwamba basi baada ya kujua hayo wanangu, naomba ya kwamba sasa mnipe ruhusa neno hilo nilifanya wapi? Kama hapo tumeelewana, nafikiria tuende katika sehemu nyingine ya pili. Nafikiria I believe labda ni kabla sijaondoka hapo niseme hivi, kuna baadhi za mandugu zetu ambao hawajakuja katika masomo haya siku ya leo, kwa maana yake wako njiani. Na wakija kwa maana ni marafiki zenu, naomba jamani mtawaambia lengo la masomo ya hekalu kwangu mimi ni mambo mangapi? Mambo mawili. Hayo mambo mawili ndio nao yatamani tuyatafute wapi?
Sawa? Kwa hivyo tunapoenda kujifunza hekalu, lengo letu haitakuwa kitu kingine, ni kujifunza mambo mangapi? Mawili. Naomba nirudie vizuri. Tukija hapa ndani, hakuna kitu kingine isipokuwa mambo mangapi? Mawili. Kwa hivyo itapokuwa itakaa strange, don't forget the most important thing is only two things. Wewe jinsi ambavyo utakuwa utaielewa intellectually from whatever things ambazo utakuwa unaziona hapa mbele, usisahau hiyo kitu lazima uipate wapi? Hapo. Because hiyo ndio burden ya Mungu katika maandiko. Now, baada ya kufika hapo, ningelipenda tuweke introduction ya sehemu ya kwanza. Mnaoita ua. Now the outer court. Tunaanzia wapi? Ningelipenda tuanzie hapa. Sasa hii ndiyo principle yangu ya kwanza kufanya introduction kuhusu sanctuary yenyewe katika sehemu yake ya kwanza. Naomba tusome kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 6. Mathayo 10 mstari wa 6. Aliye hapo naomba nisomee. Sura ya 10 mstari wa 6. Naam. Imeandikwa, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Afadhali shikeni njia muende mkawatafute kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Ya Israeli. Ukisoma mstari wa 5 alikuwa ameshawaambia maelezo fulani. Naomba yasome. Hao watenashara Yesu aliwatuma. Akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiende. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bwana anapowaagiza wana wa Israeli waliokuwa wanamsikia wakati huo, wanafunzi wake 12, anawaagiza ya kwamba msiende katika njia za nini? Za Wasamaria. Msiende katika njia za watu wa mataifa. Lakini nendeni mkawatafute kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Walipomsikia maneno haya anapoyatamka, walimuelewa? Unapofikiria Petro, Judas, Matthew, John waliposikia amri ile na wakaamua kuenda, walienda wapi kutafuta kondoo ya Israeli iliyokuwa imepotea? Walienda kutafuta Israeli ya Mungu iliyokuwa imepotea wapi? Kwenye jiografia ipi? Sijui kama mtaelewa mbona nauliza hiyo swali, lakini naomba tusome kitabu kingine. Mathayo 15:24. Mathayo 25 mstari wa 14 inasemaje? Imeandikwa, waacheni. Hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Matthew 15:24. 24. Anasema, naam. Akajibu na akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya nini? Ya Israeli. Sasa nina swali. Hii Israeli inayozungumziwa hapa ni Israeli ipi? Kwa maana anasema kwamba mimi sijatumwa isipokuwa kwa kondoo iliyofanya kitu gani? Nyumba ipi? Ya Israeli. Na kule juu Mathayo 10 anawaagiza wanafunzi, nendeni mtafute kondoo waliopotea wa nini? Kristo alipokuwa anatumia sentence hiyo, kondoo iliyokuwa imepotea nyumba ya Israeli, na wao walipokuwa wanaelewa, ilikuwa ni sawa. Kwa maana yake ikiwa Kristo alitumwa sio tu kwa nyumba iliyokuwa kwa kondoo iliyokuwa imepotea nyumba ya Israeli. Hii kondoo iliyokuwa imepotea nyumba ya Israeli waliokuwa wa mwili walikuwa wanahesabiwa hapo ndani. Ni sentence hiyo. No, hamjaelewa swali langu. Swali langu ni hii. Kristo anaposema sijatumwa ila kwa kondoo iliyopotea
ya nyumba ya Israel. Kondoo huyu aliyepotea wa nyumba ya Israel ina include Waisraeli wa mwili, au wao hawakuwa wamepotea? Naomba nirudi nyuma vizuri. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe. Sio? Ulimwengu nao zungumziwa hapa ni wanadamu wanaoishi ndani ya nini? Sayari inayoitwa dunia, sio? Sasa naomba kuuliza, kondoo iliyokuwa imepotea nyumba ya Israel ina include walio wanaojiita Waisraeli wa mwili, au wao sio baadhi ya kondoo iliyokuwa imepotea? Ni jumla na wao. Wao wako wapo? Walikuwa miongoni mwao. Na naomba niweke mfano ambao mtaweza kunielewa. Tafakari ya kwamba sisi tulio hapa ni wawakilishi wa nyumba ya Israeli, ile ya Yakobo, sawa? Sawa? Wa kimwili, vijana wake 12. Assume ndio sisi ndio hawa. Kristo anaposema ya kwamba nimetumwa kutafuta kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, anazungumzia watoto wetu wa kimwili, anazungumzia kitu gani? Hapa swali langu naliuliza kwa sababu ya hii. Katika mfumo wa maandiko kuna grupu mbili ambayo kwa Kiingereza waweza kusema ya kwamba two classes. The Jews and the Gentiles. Au Wayahudi na wa mataifa. So ni lugha ambayo kwenye maandiko imetumiwa sana. But I am wondering kwamba Mungu anapoitumia neno Myahudi na mtu wa mataifa, na jinsi ambavyo Israeli yenyewe na watu wa mataifa walivyokuwa wanaelewa lugha hii ya Waisraeli na watu wa mataifa ni moja, ni sawa sawa. Kwa nini nasema hiyo swali? Kwa maana yake naomba tuende kitu fulani. Kabla ya hapo, naomba tuangalie kitabu fulani cha Ufunuo. Ufunuo ni kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 2. Ufunuo 11. Revelation chapter 11 verse 2. Yasemaje? Nasema na behewa iliyo nje ya hekalu, na behewa iliyo nje au ua ulio nje ya hekalu uiache nje na wala usiipime. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nao wataukanyaga mji miezi 42. Now of course miezi 42 inazungumzia ule muda wa prophecy wa 1260, sio? Okay. Ambao unazungumzia kile ambacho kilikuwa kinafanyika katika muda ule. Sasa mimi siko interested na hiyo phase hiyo muda. Niko interested na hiyo sentence inayosema ya kwamba behewa ya nje, outer court, inayozunguka tent hiyo imewachwa kwa ajili ya nini? Ya mataifa. Na wameuachiwa kwa maana watakaochokuwa na kifanya ni kitu kipi? Kuikanyaga nini? Mji mtakatifu. Mji mtakatifu ni nini? The holy city. The holy city ni nini? Holy city ni nini? Sasa kwa maana maisha ilikuwa watakatifu, ukienda kwa prophecy hiyo maana ilikuwa mateso kwa watu wa Mungu. Mateso kwa watu wa Mungu, wanaita city, holy city. Yes, mlima wa Mungu, mji wa Mungu. Okay, sawa. Sasa hii tunaoita patakatifu ilivyokuwa imepeana kulingana na ile aramani ambayo Musa alikuwa ameipewa, ilikuwa na sehemu ya behewa au outer court. Na hii outer court inakaa kana kwamba kuna vitu vinavyofanyika hapa nje ambavyo lengo lake kuu ni kuwafikia na kuwasaidia watu wa kimataifa. Na naposema watu wa kimataifa hapa tayari kuna tatizo. Kwa maana yake tunavyoelewa watu wa mataifa inawezekana ni vile ambao Waisraeli wao wenyewe na dunia yenyewe nzima inavyofanya tu gani?
Ninavyoelewa. Au sijui tuanzie wapi? Sijui tuanzie hapa ama tuanzie hapa. Naomba tuende tuangalie neno hili wanaoitwa mataifa linaanza kuonekana wapi. Kitabu cha Mwanzo 10. Mwanzo 10 mstari wa 5. Mwanzo 10 mstari wa 5. Unapoangalia katika aramani ya muda utapata ya kwamba Mwanzo 10 inakuja baada ya Nuhu kutoka kwenye gharika. Kwa hiyo alafu wakahifadhiwa na Bwana. Baada ya hapo wametoka kwenye kwenye chombo kile ambacho kilikuwa kimewahifadhi. Sasa hapa ni vizazi vya Nuhu vinaorodheshwa. Ndiposa baada ya hapo Bwana anasema maneno hayo ambayo ndugu anaenda kuyasoma. Soma. Fungu la 10 Mwanzo, fungu la 5 Mwanzo sura ya 10. Kwa hao nchi za pwani za mataifa ziligawanyikana kuwa nchi zao. Kila mmoja kwa lugha yake, kwa jamaa zao kufuata mataifa yao. Okay. So unapata hapa Mwanzo 10 neno nini? Mataifa lipo, sio? Sasa nina swali lingine. Anapozungumzia mataifa, wakati huu kulikuwa na Waisraeli wa kimwili? Hapana. Kwa maana yake tunapozungumzia Waisraeli tunazungumzia nyumba ya nani? Yakobo. Na ukianza kutrace Yakobo, baba ya Yakobo nani? Isaka. Baba ya Isaka? Ibrahim. Baba ya Ibrahim? Tera. Baba ya Tera? Nahor. Turudi nyuma. Baba ya Nahor. Ukiendelea kurudi nyuma unakuja kugundua Abrahamu ni mtoto aliyekuja baada ya gharika muda mrefu. Sio? Kwa hivyo inamaanisha Isaka na Yakobo, ambaye Yakobo jina lake linabadilishwa baadaye kuwa Israeli. Baada ya hapa anapata vijana wanaita nyumba ya nini? Ya Israeli. Ni kizazi kinachokuja baada ya miaka kadhaa baada ya gharika, sio? Lakini kabla ya hapo mataifa yalikuwepo. Sawa? Kwa hivyo mataifa sio lugha kana kwamba sasa ni Waisraeli versus watu wengine. Mataifa wamekuwepo awali before nini? Before Israel. So nini nalenga? Nalenga hapa. Neno mataifa, ukiliangalia neno mataifa ni wageni au strangers. Sijui kama nitakuwa nimekosea. Naomba tuangalie neno mataifa katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 6:32. Naomba unisomee hapo. 6:32. Imeandikwa. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Asante. Now neno hilo ambalo limetumika hapa kuzungumza mataifa ni ethos kwa Kigiriki, ambayo inazungumzia makabila au kawaida tunasema non-Jewish, watu ambao sio Wayahudi. Hiyo ndio jinsi ya kawaida tunavyoichukulia, okay? Yaani kwa kawaida unaposema mataifa kwenye mawazo ya binadamu anayesoma Biblia kwenye njia ya juu, unaelewa kwamba mtu wa mataifa anapozungumziwa ni mtu ambaye sio nini? Myahudi, sio? Of course that's why probably tumejaribu kuiweka hivi. Sasa sisi ni Waisraeli wa kiroho, sio? Kucontinue ile mfululizo wa hiyo madaraja mawili. Sasa sisi ni Waisraeli wa kiroho, therefore kuna mataifa wa kiroho. But hiyo sina shida na hiyo, lakini point yangu ni kwamba neno mataifa inamaanisha mtu ambaye au makabila ambayo ni ya kigeni, foreigners. Now neno foreigner ni stranger, sio? Sasa hili neno ndilo ambalo huwa inatumika kuzungumzia mpagani. Mpagani ni mtu ambaye ni wa mataifa, ni mtu ambaye ni stranger. Sawa? Mnanielewa vizuri? Sasa neno Israeli inapotumika kwenye maandiko ilikuwa inaitumia kwa maana Israeli wa mwili walikusudiwa wawe watu wa nani? Walikusudiwa wawe watu wa Mungu.
lakini haikutimia. Tunajua hicho haikutimia. Sasa neno Israeli linapotumika mara nyingi huwa inakadiriwa kumaanisha watu wa Mungu kulingana na mpango wa Mungu alivyokuwa na tamania iwe hivyo, lakini haikutimia hivyo, sio? Ndio maanake lugha hii ya Myahudi na mtu wa mataifa inatumika kwenye maandiko, lakini pointi ya msingi, mtu ambaye anaitwa mtu wa mataifa ni mtu ambaye ni stranger. Mzengoi, mtu ambaye ni nini? Stranger, a foreigner. Sasa sikizeni pointi yangu ya muhimu. Unaweza kuwa Myahudi wa mwili lakini ni stranger. Hapo mmenielewa? Unaweza kuwa Myahudi aliyefanyiwa circumcision ya nje ya mkono, lakini Mungu akikuhesabu na kuhesabu nini? Wewe ni a stranger. Mnaelewa vizuri? Yes. Now, ni nini iliyofanya wanadamu wakawa strangers? Sasa hiyo ndio point yangu ya msingi. Sasa ukielewa kanuni hiyo, nimepata mfunguo wa kuanza kutembea na wewe kwenye patakatifu. Sawa? Usipoelewa hapo nitakupoteza wiki zote mbili. Kwa hiyo naomba tukue makini vizuri. Neno mtu wa mataifa ni mtu ambaye ni stranger kwa nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu, sawa? So Israeli ilichukuliwa kama mzao wa kwanza wa nani? Walikuwa wanafaa taifa takatifu, taifa teule, ambao Mungu aliwachagua watangaze fadhili zake katika nchi zote. Kama chombo tu, lakini mapenzi ya Bwana hayakutimia. Wao wakabaki na ile identity ya nini? Ya mwili. Sawa? Ndiposa ikafika mahali ambapo wanaanza marumbano na Kristo, na waambia hivi, nyinyi msidhania kama Mungu hana uwezo wa kumuinulia Abrahamu watoto kutoka kwenye nini? Kwenye mawe. Kwa maana walishikilia nini? Identity ya nini? Ya nje. Now, sasa ndiposa hata Paulo mwenyewe anapokuja baada ya hapo, controversy hiyo anaiendeleza. Lakini kabla tusahau, nirudia vizuri nyuma kidogo, maana hiyo ndio point ya msingi na utafuta hapa na nataka kuijenga. Kwamba mtu anaweza kuwa ni mtu wa mataifa katika nyumba ya Israeli, yani ni stranger. Kwa nini? Naomba tuende kitabu kinachoitwa Waefeso. Aliye mwepesi kusoma anasomea Waefeso 2. Waefeso 2 mstari wa 8. Naandikwa mstari wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana mstari wa 18. 18. Okay. 4:18. Yes. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho moja. Anayezungumza hayo nani? Paulo mtume. Anayezungumza maneno haya nao yaandika nani huyo? Paulo mtume. Anapoyazungumza anazungumza akiwa anajihesabu kama nani? Naomba tuisome vizuri. Mwalimu soma. Narudia tena. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Meisha. Ndio. Endelea. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Haya. Kwa hivyo tunapomkaribia Bwana, sikizeni vizuri. Tunapomkaribia Bwana, sasa tangu sasa wakati huo, sisi sio dini tena. Sasa swali lingine, yeyote ambaye hamkaribii Bwana, anayekuwa yuko mbali na Bwana, ambaye anamkimbia Bwana, huwa ni nini? Ni stranger. Sio? Sasa huyu stranger unaanza kumtafuta kutoka wapi? Mtu wa kwanza aliyekuwa stranger kwa Mungu ni nani? Kain. Adam utafute. Nani? Tukubaliane kitu moja. Nani? Kain nani? Aliyekuwa wa kwanza kumkimbia Bwana, aliyekuwa wa kwanza yani aliyekuwa hamsongerei Bwana, wa kwanza kabisa nani? Kain. Adam. Wanaosema ni Kain, tuko kwenye general conference ya Msongea. Wanaovote kwamba ni Kain ndio mkono. Haya, wanaosema ni Adam ndio mkono. Kwa nini unayesema ni Kain?
Kaina hoja yako tuone kama itakuwa na Kaini mkazito. kwa sababu Kaini hakusikia sauti ya Mungu, lakini Adam ndiye alisikia sauti ya Mungu. Baadaye Alikubali kusema. So kabla ya baadaye huyu hakuitika hata wito hata kidogo. Lakini kabla ya baadaye naye alikuwa amekimbia. So nani aliyekuwa wa kwanza? Sawa. Haya, so tushakuwa kitu kimoja. Aliyekuwa stranger wa kwanza kumkimbia Bwana ni nani? Adam. Ni Adam. By the way, you know the word ambayo inatumika katika Biblia kuzungumzia kitendo cha Cain anaitwa mtoro. Sio? Fugitive and what? Vagabond. Ni mtu ambaye ni mtoro, ni mtu ambaye anatangatanga na kukimbia. Now roho ya Cain is simply expression, roho aliyoirithi kutoka kwa nani? Kwa baba yake. Baba yake tu hakuidhihirisha baada ya kutoroka Bwana, baada ya hiyo conversation, lakini chote ambacho Cain anakidhihirisha ni kwa maana amekirithi from the nature of what? Baba yake. Sawa? So aliyekuwa mtoro wa kwanza ni nani? Adam. Kwa hivyo mtu wa mataifa wa kwanza kabisa alikuwa nani? Adam. Ni Adam. Sawa? Sasa kumaanisha kazi inayofanyika hapa nje kulingana na kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 2 ni kazi ambayo inahusu wanadamu wote, wanafikiwa. Mtanielewa tunapoendelea. Naomba nisome kitabu cha Waefeso. Mtanisomea kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 18. Waefeso 4 mstari wa 18. Inaandikwa ambao akili zao zimetiwa giza. Nao tutaanzia wapi ndio tuweze kupata muktadha? Soma 17. Soma 17. Nasema basi nasema neno hili. Tena anashuhudia katika Bwana. Tangu sasa. Msienende kama mataifa waendavyo. Katika ubatili. Wa nia zao. Ambao. Sasa sikizeni kwanza hapo. Ambao akili zao zimetiwa giza. Nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu. Farakishwa. Nini? Umefarikishwa. So farikishwa maana yake nini? Hivyo na ulivyoitaja. Ndivyoitaja. Zote kuna moja. Kuna nini? Nini anasemaje? Amini kwa Kiingereza. Sasa unajua mimi najaribu kutafuta maana nao iangalia hapa. Sasa ndo nijue kama ni moja na mnao isoma. Alienated. Farakisha ni kitu kimoja. So naomba mlio na cameras, farikisha cameras. Ndio nijua kama tunaelewana. Simu nyingine kuna cameras mnaniangalia wawili. Farikisha hizo cameras. Farikisha. Sijui kama natumia Kiswahili ama nimeharibu. Kufarikisha kitu na maanishaje? Ni kutenganisha. Sana. Tukipata kwenye Isaya 59 ndio tutaelewa. Hebu twende hapo. 59 mstari wa ngapi? 59 mstari wa 2. Sema. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hamtaki kusikia. Point ni separate. Yes. Haya, so neno separate ndio alienate. So watu hawa mataifa ni watu ambao walikuwa wamefanya nini? Wametengwa na uzima. But now I want us to soma careful maneno yaliyo hapo. Kuna kutengana lakini bila kufarakana. Sawa? Lakini kuna kutengana kunakozungumzwa hapo. Ni kuna kutokana na kufarakana. Ambapo sasa hiyo ndani na uadui. Sasa asante. Kuna ile ya Barnabas na kuna ile ya Barnabas waliowatengana na nani? Na Paulo. Na kuna ya Abraham na Lot. Hawakuwa na uadui, waliamua tu kufanya nini? Lakini kuna ile ambayo ni chuki. Sasa sisi tunazungumzia hii uadui. Kwa maana yake nafikiri iko hapo hapo. Kama iko hapo itakuwa sehemu nyingine ndio wapatie mahali lipo. But naomba tu notice kitu fulani.
ni kipi kinachowafarakanisha hawa wanadamu? No, sasa ile ya mtumishi ambaye aliyoipeana. Hiyo kawaida tunaielewa dhambi, but no hatuielewi actually. Kwa maana yake dhambi pia hapo kuna maneno fulani. But for now tusiende pale kwanza. Turudi kwenye kitabu cha Waefeso 4 ile mahali tulipokuwa. Ni nini inaowafarakanisha hawa? Tulikuwa tujamaliza kuisoma. Oh, pole. Naomba umalize kuisoma. Inasema ambao akili zao zimetiwa giza. Sasa sikizeni, akili zao zimetiwa giza. Kwa hivyo andika number 1, akili za mtu wa mataifa iko na nini? Ina giza. Sawa? Ndio. Twende mbele. Nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu. Wamefarikishwa na uzima wa Mungu. Kwa Sasa sababu mtu ambaye amefarikishwa na uzima wa Mungu anahesabiwa kuwa nini? Mataifa. No. Mfu, sio? Yes. Si ni mtu ambaye amekufa. Na ndio maana Waefeso huyo anasema ya kwamba nyinyi wakati zama zile mlikuwa nini? Wafu ambao Bwana amewauisha, sio? Aha. Kwa hivyo sisi tumefarakanishwa na uzima wa Mungu kupitia nini? Hapo na sentence na utafuta ibada ya hapo. Kwa sababu hiyo sentence kuwa hapo. Unapo highlight ambapo kwenye Biblia yako highlight kuwa. Na unaposema kuwa kwa Kiebrania is the word D-I-A, ambayo inasimamia ni njia, yani channel through which kitendo kilitimia. So ambao walifarakanishwa kupitia njia hii. Sawa, ni nini iliyowafarakanisha? Twende mbele. Yani through. Through. Kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kwa sababu ya ugumu wa nini? Wa mioyo. So huu ujinga ni sawasawa na ugumu wa mioyo. In fact, Kiingereza neno ugumu wa mioyo inasema blindness. Blindness ni kipofu ambaye haoni, sio? Now, naomba tuone kitabu cha Wakolosai. Wakolosai 1:21. Wakolosai 1:21 imeandikwa na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa. Neno lile na nyinyi mliokuwa hapo mwanzo mmefarakishwa. Kitu kama hiyo. Mmefarikishwa tena adui katika nia zenu. Hapo sasa kuna kitu cha ziada kimeongezwa. Hii akili ambayo tumesoma kule kwenye Waefeso ni hapa kwenye Wakolosai imeitwa akili hiyo kwa nini? Na nini? Na uadui. Ile point ya Cyprian kwamba kwenye akili hii yao iliyotiwa giza ina nini? Uadui katika nia zao. Twende mbele. Kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Sasa point ya msingi ndio hizo mbili. Sasa kwenye patakatifu unapoingia kwenye mlango, Mungu anajaribu kuwavuta wanadamu waliofarakanishwa katika nia nini? Nia zao. Hapo Myahudi yupo ndani ama hayupo ndani? Yupo ndani. So Kristo anaposema si kutumwa ila kwa kwa kondoo ya nyumba ya Israeli iliyopotea, anazungumzia nyumba ya Israeli ya mwili au wote ambao wanafaa kupewa identity ya watoto wa Mungu. Ni wote, sio? Kwa hivyo yeye hazungumzi kwenye muktadha wa zile zinazoitwa prejudice of the Jews. Yeye anazungumza kwa wanadamu wote ambao wamefarakanishwa kwa sababu ya uadui ulio wapi? Kwenye nini? Kwenye nia zao. Sasa, kwa hiyo inachofanya mtu awe Myahudi ni kitu kipi sasa? Kwa maana yake, swali langu naliuliza kwa maana yake, unapoenda kwa kitabu cha Warumi 2, kama sitakosea Warumi 2:16 ngapi? 16 inasema katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Paulo anapozungumzia nani ambaye ni Myahudi wa
Warumi sura ya 2 hapa. Hiyo. Kuanzia fungu la tu la kwanza. Ambayo inasema kwa hiyo wewe mtu uwaye yote umhukumuye huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuye mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu, kwa sababu ya muda naomba tuende verse 26. 26 no, tuanzie 25. Nasema kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria. Kwa kutahiriwa kunafaa kama wewe ni mtendaji wa nini? Wa sheria. Lakini by the way, kutahiriwa inafanya kuwa mtakatifu. By the way, you know, kuwa mtakatifu ni kwa kifupi ni kumfanana na nani? Mfanana na Mungu. Mungu anatahiriwa. So kutahiriwa inaingilia wapi? Chombo cha nje sio no. I think maneno hapo nafikiria na sijapata vizuri. Yaani ishara ni ya kudhihirisha kitu kingine. Sio? Lakini sio kitu chenyewe. Mungu alipopeana agizo la Abrahamu kutahiriwa, ilikuwa ni ishara ya utakatifu uliokuwa ndani yake au haki iliyokuwa ndani yake, sio? Kwa hivyo ni ishara ya kitu kilichokuwa ndani, sio? Lakini cha nje hakireplace kile cha ndani, sio? Cha ndani ndio kinapea cha nje nini? Uhalali, sio? Haya, tuendelee mbele. Namba nirudie. Sawa. Kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria. Lakini ukiwa mvunjaji wa sheria, kutahiriwa kwako kumekuwa kutokutahiriwa. So unaweza kuwa aliyetahiriwa kwa nje, lakini Mungu akikuhesabu wewe anakuhesabu haukutahiriwa. Kwa maana yake kutahiriwa kwa nje ilikuwa ni ishara ya kutahiriwa kwa nini? Kwa ndani. Sio? Na kutahiriwa kwa ndani nazungumzia kazi ambayo Bwana ameitenda wapi? Kwenye akili, sio? Haya. Kwa hiyo mtu anaweza jiita kwamba mimi ni Myahudi niliyetahiriwa, na kwa nje kwa kweli ukimhesabu ni kwenye nyumba ya Yakobo ya mwili na ashatahiriwa na ishara hiyo, sawa? Lakini Mungu akimhesabu anamhesabu huyu ni mataifa. Yeye ni mataifa, Yes. Niko sawa hii? Na hisi kama na sound awkward. But yeye ni mataifa, sio? Yaani anamhesabu kama mtu ambaye hajatahiriwa. Kwa nini? Kwa maana akili zake hazijatofautiana na wale, hazijabadilishwa. Bado zina uadui ule ambao Mungu anajaribu kuusuluhisha. Sawa? Yes. Kwa hivyo mambo yoyote yale ambayo tunayafanya kwa nje sio kitu chenyewe, bali inafaa iwe ni ishara ya mbadilisho wa nini? Wa ndani, sawa? Kwa hivyo ya nje ni mazuri kwa maana tu kwamba ni ishara ya mbadiliko ambao Mungu ameufanya kwenye mawazo yanayetenda. Lakini ikiwa unayatenda, Mungu anakuhesabu haujayatenda kama ndani hayaambatani na hiyo. Kuna hii ndio nafikiri kwamba utaja akili yangu ipige kwenye hiyo. Warumi 9:6. Kabla tuende Warumi 9, naomba uishike hapo, amalize kwanza 26 inasema basi ikiwa yeye asiyetahiriwa huyashika maagizo ya Torati. Sasa ikiwa yeye ambaye hajatahiriwa anashika maagizo ya Torati. Sasa kumbuka Torati ndio utukufu wa nani? Wa Baba. Si ndio maana yake? Mungu hatahiriwi. Sio kama naelewa. Mungu hatahiriwi. Sasa kutahiriwa kwako kunamfanana na yeye namna gani? Only wakati ambapo ishara hii ya kutahiriwa naelewa kwamba aliipeana kama ishara ya kukumbusha kwamba umetahiriwa wapi? Ndani. So aliyetahiriwa ndani, then inamaanisha ya kwamba amehesabiwa kwamba yupo na haki ya Bwana ambao ni tabia yake ndani yake. So hii ya nje ni ishara tu ya kumtofautisha yeye na wa mataifa. Lakini hiyo sio chombo
au sio kitu chenyewe? Sio utakatifu wenyewe. Huo sio utakatifu wenyewe. Sasa duniani hapa utakuja kugundua kuna vitu ambavyo tulivyo navyo ambao tunavichanganya. Sasa Myahudi yeyote yule ambaye angekana kutahiriwa ni ishara ya kwamba ndani hajafanya nini? Hajakusudia kutahiriwa. Hajakusudia, hajatahiriwa tayari. Yani Myahudi aliye kwenye familia ya Wayahudi waliopewa maelekezo, sasa hii itakuwa ni ishara ya nini? Ya kutahiriwa ambao nimeufanya ndani. Kutahiriwa kusio kwenye mkono. Aliyekuwa na kataa inamaanisha hajatahiriwa wapi? Ndani. Lakini hiyo haimaanishi sasa kwamba Myahudi aanze kulazimisha mataifa naye atahiriwe kulingana na nini? Na kanuni ile ile. Kwa maana yake hicho cha nje sio kitu halisi. Sawa? Yes. Twende mbele, Sasa basi ikiwa yeye asiyetahiriwa uyashika maagizo ya Torati, je, kutokutahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa? Sasa hapo Paulo anakaa kama ni filosofia au nini? Analizo namna gani? Sijui kama mnamuelewa Paulo. Paulo sasa huyu ni yule ambaye sasa mnamuita huyu ndio mwalimu wa sheria mwenyewe. Yaani anacheza na nini? Na maneno. Anawauliza swali. Sasa angalieni hapa. Wewe unayejiita uliyetahiriwa, hauyatendi mambo ambayo kutahiriwa huko kuna shuhudia, sio? So wewe unahesabiwa kuwa nini? Haujatahiriwa. Mmenielewa? Alafu anabadilisha. Kama hapo mmenielewa Waisraeli, yani anasema hivi, nyinyi mliotahiriwa hamuyatendi yale ambao kutahiriwa kwa nje inashuhudia. Sio? Kwa hiyo Mungu akiwaangalia anawahesabu hamjatahiriwa, lakini kimwili ushakatwa na kisu, sio? Alafu anabadilisha, anavuka ngambo ya pili. Alafu anasema sasa vivyo hivyo yule Myahudi, yule mataifa ambaye anatenda mambo ambayo kutahiriwa ni ishara yake, si ametahiriwa? Unanielewa? Anawachanganya. Kumaanisha hivi, mtu anaweza hesabiwa kuwa mataifa lakini sio mataifa. Ni nini? Ni Mwisraeli wa nani? Wa Bwana, sio? Kwa hivyo kwa mfano unapoangalia Msamaria aliyepita barabarani akamuokoa aliyekuwa amepigwa na kunyang'anya mali yake, yule sio Msamaria. Okay, ni Msamaria wa nini? Wa mwili tu. Lakini sio Msamaria kwa mfano katika mtazamo wa Kiisraeli pale, Msamaria ni mtu wa kimwili tu kwenye familia, sio? Lakini yeye Kristo akiangalia Mfarisayo na Mlawi waliopita, hao sio wake, kwa maana hawakutenda kile ambacho Kristo angekitenda kwenye nafasi yake. Kwa maana yake Kristo, ukisoma kitabu cha Christ of the Ecclesia, anasema ya kwamba vivyo hivyo Msamaria alivyofanya, Kristo aliacha uyote na utukufu wote kwa gharama yake mwenyewe, akaja kukomboa binadamu aliyekuwa amepotea. Kwa hivyo Kristo anafanana na nani? Na Msamaria. Kumaanisha Msamaria alikuwa na roho ya nani? Huyo sio Msamaria, huyo ni nani? Ni Mwisraeli wa nani? Wa Mungu. Sio kama tunaelewana vizuri? My point ya msingi therefore ni kwamba yeyote lebo unaweza kuichukua, unaweza kuchukua lebo iliyo sahihi kama ndani yenyewe haiambatani, Mungu akuhesabu hicho. Sawa? But cha msingi zaidi ni kwamba tujue ya kwamba sasa ukishaelewa Mungu, ndio maana anasema ya kwamba hapa nje anajaribu kuwafikia hawa watu waliofarakanishwa naye, wanaoitwa nini? Wa mataifa, ambao ni kila binadamu ambaye ametengwa na uso wa Bwana, kwa maana ya giza wapi ulio kwenye nini? Kwenye akili na uadui ulio kule. Sawa? Basi kama tumeelewa, twende ile ya mtumishi. Ilikuwa Warumi ngapi? 9:6. No, before there. Mathayo 29. 29 nasemaje? Tulikuwa Warumi 2:29. Okay. Warumi 2 kama kwa Mathayo 28. Kama 28. Ameishia 26. Anaenda 27. Soma 27 sasa. Nasema na yeye asiyetahiriwa kwa asili, na yeye asiyetahiriwa kwa asili. Anaposema asili yani ni sisi kuzaliwa au twani. Na yeye asiyetahiriwa kwa asili yani nature, yani ukiangalia sio Mwisraeli. Mwisraeli sasa katika lugha gani sasa hapo? Ya asili. Nature. Tuende mbele.
Na yeye asiyetahiriwa kwa asili aishikaye torati. Je, hata kuhukumu wewe uliye na kutahiriwa ukaihalifu torati? Tunaendelea. Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje. Sasa hapo Paulo akamalizia mambo yake. Akasema hivi, Myahudi sio yule aliyetahiriwa wapi? Sio Myahudi aliye Myahudi kwa nje. Maliza, Wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili. Bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu. So pointi ya msingi napomalizia kwenye haya yote, pointi ya msingi ni hii, kwamba Myahudi kwenye uso wa Bwana, Mwisraeli kwenye uso wa Bwana sio wa mwili. Sawa? Kwa hivyo kuna wao Waisraeli wa Bwana waliopotea, sio? Wamefarakanishwa na yeye, wako wapi? Kwa mataifa. Sawa? Hao ndio Bwana anakusudia kuwafikia na kupitia huduma ya nani? Huduma ya Kristo. Sawa? Anawafikia wapi? Kwenye nini? Huduma ya mliita hiyo no. Revelation alipea jina fulani. Ni behewa ya nje. That's the word atafuta Yeye ndiye yani kwenye huduma ya Kristo, huduma ya Kristo ni ya kuwafikia makafiri. Sasa hapo makafiri mwalimu anazungumzia nani? Makafiri ni mimi na wewe. Yaani sikizeni vizuri. Kuna vitu ambavyo tukianza kuingia hapo tutakuja, kumbe nimekuwa mkafiri. At the same time tukijiweka label sisi ni nini? Ni Waisraeli. Sisi ni Waisraeli. Sisi tunasema sisi ni Waisraeli wa Bwana. Waisraeli wa kiroho. Lakini utagundua ya kwamba Mungu amekuwa akitufikia sisi sote, wanadamu wote kuanzia Adamu alipopotea. Sisi sote ni watu ambao tulikuwa kwenye yani point ya msingi ni. Unajua mpagani wa leo? Unayemta mpagani? Mnamjua mpagani wa leo? Huyo mpagani wa leo ni kioo chako. Na ni kioo cha nani? Hiyo iko hivyo. Yaani, unaona yule unayemjua huyu ndio mpagani sasa. Yaani wewe umeshamwekea kwamba huyu ndiye mpagani sasa. Sasa huo mpagani ni ndugu yako. Kwa maana yake upagani sio kitu cha maajabu. Upagani ni akili. Ni akili fulani iliyo kwenye giza fulani, giza ya uadui. So tukianza kuingia hapo utagundua ya kwamba jinsi ndugu alivyokuwa anasema ya kwamba yani before 1888 Mungu alikuwa anajaribu kutuhamisha, tukakataa. Kwa maana yake tulikuwa tunaangalia sheria ya Mungu kwenye mawazo hao ya kipagani hayo. Warumi ile 6 inasemaje? Ni 6 au 9? Unasema ngapi? 9 inasema si kana kwamba neno la Mungu limetanguka. Maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli. Na la 7, wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wamehesabiwa kuwa wazao. Asante. Kama walio watoto sio wale wa nini? Wa mwili, bali wale wa nini? Wa ahadi. Now tunapoendelea kuangalia hapa, ningelipenda tunapomalizia nafikiria niko na muda upi? Niko saa 6:34. Nimemaliza muda? Kwani huo muda ulikuwa umepewa muda upi kwa lesson moja? Wewe unatoa zimeenda wapi? Kwa maana yake mimi naona hata kwenye recording ya huyu ndugu ama kaka iliyo dada iliyo hapa ni 1 hour 20 minutes. Hizo zingine zimeenda wapi? Ulianza na nyimbo nilizikura. Sawa, pole basi. Sasa mtaniwia hadi labda tu dakika 5 alafu tumalizie hapo. Naomba tu kusisitiza point ya msingi sasa. Tudhihirishe kwamba mission ya Kristo ni mission kwa mataifa. Napozungumzia mataifa kwa lugha fupi ni Israeli ya Bwana iliyokuwa imefanya nini? Imepotea. Yaani kabla wapokee
ujumbe wa Kristo wanahesabika kama kondoo iliyofanya tu gani? Iliyopotea. Kondoo hii iliyopotea ni wa mataifa waliofarakanishwa na nani? Na Bwana. Sasa ukiangalia kitabu cha Isaiah 11 mstari wa 10 inasemaje? Mbio jamani. Isaiah 11 mstari wa 10. Imeandikwa mstari wa 10. Na itakuwa katika siku hiyo shina la Yese lisimamalo kuwa ishara kwa kabila za watu. Itakuwa kama atasimama kama ishara kwa kabila za watu. Yeye ndiye ambaye mataifa watamtafuta. Yeye ndiye ambaye mataifa yatamtafuta. Na mahali pake pa kupumzikia patakuwa na nini? Na utukufu. So tunapomzungumzia shina la Daudi ni nani huyo? Yesu Kristo. Yesu Kristo hata kabla hajakuja duniani, utabiri wa manabii ulikuwa kwamba yeye kama shina la nani? La Yese. Yeye ndiye atakayekuwa kama ishara ya watu wa mataifa, ambaye mataifa watafanya kitu gani? Watamtafuta. Sawa? Na nikukumbushe, Kristo mwenyewe kitabu cha Yohana akasema hivi, nikiinuliwa nitainua wote. Akasema wote hapo akina nani na nani? Isipokuwa Waisraeli wa kimwili. Wote. So msalaba wa Kristo unaowakilishwa na meza hii au madhehebu haya, msalaba huu unapoinuliwa, lengo lake ni nini hapa? Kuwavuta. Hao wanaovuta wako wapi? Wamefarakanishwa na nani? Manielewa jamani? Wanaovutwa ni wale kwa maana wanakimbia, sio? Wanapokimbia ni kwa maana wanasintofahamu, wana uadui kwenye akili. So Mungu kwenye mpango wake wa wokovu anauanzia wapi? Anauanzia kutafuta mchakato wa kuwavuta, sio? Lengo lake la kuwavuta ndiposa wasiendelee kumkimbia bali wamkaribie. Hiyo ndio inaoitwa kwamba wanapatanishwa. Sio kana kwamba Mungu na wao wanasongeleana. Uadui haupo kwenye sehemu ya Mungu. Uadui kwenye akili au nia ya nini? Nia ya mwili. Kwa hivyo wao ndio ambao Mungu anawavuta. Na anawavuta kupitia huduma ya behewa ya nini? Ya nje. Kwa hivyo anapowavuta, anawavuta kupitia vitu ambavyo vinaweza kuwa ni vya msaada kumfikia mpagani. Kumfikia nani? Mpagani. Lakini hiyo haimaanishi mambo yote ya upagani yanawakilisha njia zake. Kwa hivyo anaposema hivi kwamba behewa ya nje usiipime, hiyo nimeachia nini? Wa mataifa. Ni kwa maanake Mungu anapeana caution kwamba unapoingia patakatifu kuna baadhi ya vitu usivipime kawekea Mungu kwamba Mungu yuko hivyo. Unapofika hapo lazima uende na break kidogo. Kwa maana unapofika pale kuna vitu vingine ukivipima useme Mungu yuko hivi, utavipima ukifikia Mungu yupo hivyo, bali Mungu anafikia mpagani kwenye miwani yake. Sasa hapo sijui kama nawapandisha kwenye gia tofauti, lakini hiyo ndio point ya msingi. Kwamba anatamani awavute mataifa na utukufu wake uweze kuwazukia wao. Isaiah 42 mstari wa kwanza anasemaje? Isaiah 42 mstari wa kwanza mpaka 6. Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye. Mtumishi wangu nimtegemezaye. Mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake. Naye atawatolea mataifa hukumu. Na nina swali, aliyesema ya kwamba Bwana ametia roho yake juu yangu, nani alikuwa huyo? Yes. Isaiah 60 ngapi? 61, sio? Yeye nini? Isaiah 61 kama sijakosea, mstari wa kwanza. Alafu yeye alipokuja mara ya kwanza alipoingia kwenye hekalu akasoma hayo, sio? Kwa mtumishi wangu anayezungumza ni Mungu Baba, anazungumza kuhusu mtumishi wake ambaye ni nani? Yesu Kristo. Anasema yeye ndiye ambaye moyo wangu unamfurahia, sio? Alafu anasema nimeweka roho yangu juu yake. Niposa afanye nini? Awaletee hukumu nani? Mataifa. Sasa swali, wajua tofauti iliyo hapa ni kwamba mataifa anaposikia hukumu na jinsi ambavyo hukumu kwenye maandiko pia inatafsiriwa ni vitu viwili tofauti.
Sasa hapo sijui kama nitakuwa nimeeleweka ama sijaeleweka. Mataifa anaposikia hukumu, kwa maana yake Mungu anasema hivi, nitawaletea hukumu nini? Mataifa, sio? Na Kristo anasema kwamba nimekuja kuwatafuta. Sasa kwamba hukumu hii ambayo anakuja kuwaletea ni ipi? Yaani, mamsheni huyo jamani. Yani anakuja kutafuta waliokuwa wamepotea, si ndio anavyosema? Israeli ya Bwana ile wamefanya gani? Imepotea, sio? Sasa kama anaje kuwatafuta na alipokuwa ametabiriwa, alitabiriwa ya kwamba ataje kuwaletea hukumu. Kwa hivyo hii ni nini inayoitwa hukumu naye waletea? Ni wokovu. Ni ukombozi, sio? Sasa hapo jamani nafikiria niachie mwalimu yeye atakayofunza hiyo. But point ya msingi ni hiyo. Ukisoma kitabu cha Zaburi anasema hivi kwamba watendeeni hukumu na haki masikini na waliokuwa wamefiliwa, sio kama widows and fatherless kwa Kiingereza. Walio mayatima na wajane. Watendeeni nini? Haki na hukumu. Kwenye mtazamo wa Biblia, Mungu anaposema ninaenda kuwahukumu masikini, haimaanishi kuwaletea adhabu, inamaanisha kuwatetea. Na pointi ya msingi kumbuka ya kwamba mtu wa mataifa ametengwa na uzima. Mtu ambaye ametengwa na uzima ni nini kinamkumbatia? Si ni kifo. So huyo mtu anahitaji kitu gani? Wokovu, sio? Na huo wokovu ni nini hasa? Unajua tunaweza zungumza mambo mengi ya ajabu, wokovu, kuokolewa, vitu vingine vya ajabu. So hii hukumu na wokovu na ni nini hii hasa unaletewa? Ni uzima, yani ni uzima wa Kristo. Kristo mwenyewe anasema ya kwamba mimi ndimi uzima na nini na ufufuo, sio? Kwa hivyo tunaposema tunaokolewa sio kitu kingine cha ajabu cha sayansi fulani ya ajabu. Mungu anatupatia uzima wake maana sisi ni mfu. Sio? Kwa hivyo anapokuja kumletea mtu anayekufa, anamletea uzima ambao anaohitaji ndipo awe hai, sio? Na kuwa hai kwanza lazima ianze kwa kubadilishwa. Nafikiria kama mwalimu atafunza hiyo ni vizuri, lakini pia kwenye patakatifu pia tukipata nafasi tunaweza kuangalia jinsi ambavyo ni muhimu kwanza Mungu aweze kumvuta binadamu anayemkimbia. Anapobadilishwa nia ya akili ndipo atakuwa tayari kupokea uzima ambao anaupewa. Kwa maana yake kwa lugha ya leo ni kama mtu anayekugawia damu yake, yani blood transfusion. Yani unajua nina damu nataka kugawie, lakini unaniona mimi ni adui, utakubali? Hawezi kubali. Kwa hiyo kama mimi ni adui yako, unajua kwamba yanayokupata ni kwa maana yani mimi nakuletea na mimi si nayekuletea. Lazima nianze kwanza kubadilisha nini? Fikra, sio? Nikishabadilisha fikra, uadui ukiondolewa, ndiposa nikinyosha damu ya kugawia utaikubali, sio? Na hii damu sio kitu kingine cha ajabu. Sijui unajua wakati mwingine tunapozungumzia kwamba damu, wengine tunafikiria kwamba ni blood cells zile nyekundu na zile nyeupe na maji nagawiwa. Ndio tunagawiwa na Mungu. Sijui, lakini mtaniambia baadaye tukiingia hapo. Mstari wa pili nasemaje? Mstari wa pili tusoma Isaya 42 verse 2. Verse 2 anasema hata lia wala hata paza sauti yake. Sasa si ile ya Isaya nyingine ambayo anasema kwamba atakuwa kama mwana kondoo pelekwa wapi? Kichinjoni, Wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Fungu la 3. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utoao moshi hata uzima. Atatosha hukumu. Tosha hapa enda mstari wa 6. Sasa ukishaelewa hapo kutoka juu, then ushajua inazungumzia mission ya Kristo atakapokuja kama Emmanuel, sio? So lengo lake ni kwamba, naomba sasa notice verse 6 anasemaje? Mimi Bwana nimekuita katika haki. Nami nitakushika mkono. Na kukulinda. Na kukutoa uwe agano la watu. Na nuru ya mataifa. Kwa hivyo atakuwa kama nini? Agano la watu na kama agano la watu na nini? Na nuru kwa nini? Kwa mataifa. So lengo la Kristo hakutumwa hapa duniani akuja kukomboa mtu ambaye ni mtakatifu, sio? Alikuja kukomboa wale waliokuwa wamepotea. Na hiyo ni nyumba ya nani? Ya nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli
iliyopotea, kwa lugha nyingine, kwa njia fupi, ni wote wanadamu ambao wamefarakanishwa na Mungu, ndiposa amekuja kuwakomboa watu wenye agano. Now, verses za mwisho labda tuweze kumalizia. Hiyo 6 tumeshasoma. Ndio. Naomba tuangalie Isaiah tena. Isaiah 50 na no. Twende Isaiah 49 verse 6 and 22. Nasema No, Isaiah kwa Kiswahili ni kitabu cha Isaiah 49 mstari wa 6. Yes. Aha, soma. Naam. Asema hivi. Ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. 22 imeandikwa Bwana Mungu asema hivi. Tazama, nitawainulia mataifa mkono wangu na kuwatweka kabila za watu bendera yangu, nao wataleta wana wako vifuani mwao, na binti zako watachukuliwa mabegani mwao. So unaposoma bendera yangu kwa Kiingereza nasema ni my standard. Now my standard na bendera are the same thing? Kama tofauti sana. My standard na bendera yangu kitu kimoja. Kama tofauti. But anyway, the point ni kwamba mimi ninachokitafuta hapo ni kwamba najaribu kuemphasize point ya kwamba Kristo lengo lake kuu ni kuinua utukufu wa Bwana, ndiposa watu wa mataifa waweze kuvutwa. Hiyo ndio lengo langu. Yaani anapokuja duniani lengo lake ni kuinua bendera au standard ya nani? Ya Bwana. Ndiposa wale ambao kwenye akili zao wako na sintofahamu, ambao ni aliwaita walio ignorant au wajinga au vipofu kwenye mawazo, kwa maana ya uadui ambao uadui huwa tunazungumzia umeanzia wapi, waweze kuvutwa na Kristo katika msalaba wake. Ndiposa aanze kazi ya kuwasafisha katika maisha na kuwatakasa kulingana na mpango wake wa wokovu. Mpaka hapo naomba kuuliza, nani aliye na swali? Aliye na kuongeza? Yes. Sio kuongeza, lakini ninaomba niwasilishe huo fikira hizi ambazo sasa zinanijia tuweze kuzicorrect kwa pamoja. Inaonekana sasa kama mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa mataifa kabla ya wengine, sio mwanadamu mtu wa kwanza kuwa hivyo. Tunaona kwamba ni Adamu. Sasa kumbe kama ndio hivyo, na yeye tunaweza kumuita ni nyumba ya Israeli iliyopotea. Na kama ni tunaweza kumuita yeye kwenye miongoni mwa nyumba ya Israeli iliyopotea, na yeye akawemo. Maana yake Israeli haanzi kwa Yakobo pale alipozaliwa na Isaka. Ni swali au ni? Hiyo yani ni swali kwamba hii Israeli, nyumba ya Israeli iliyopotea, ikiwa tunainclude Adam, na yeye maana yake hii Israeli haijaanzia pale kwa Yakobo, uwepo wa Yakobo katika mwili. Maana yake imekuwepo tokea nini? Zamani, before Adam. Nafikiria nilivyokuwa nimejaribu kuelezea, neno Israeli kwa njia fupi inazungumzia watu wa Bwana. Okay? Identity yao ambao walikuwa wameipewa. Lakini lengo la Mungu haikuwa kwamba washikilie identity ya kimwili. Kwamba ya kimataifa, think of the word. Kwamba kwa maanake mimi ni mzaliwa wa Israeli ambao ni yule babu yao, mimi sasa ni Israeli ya Bwana. Okay? Kinachomfanya awe Israeli ya Bwana ni kwa maanake amekubali ahadi ya nani? Ya Bwana. Ya Abrahamu, sio? Ambao ndio ahadi ambaye babu zao walikuwa wameishikilia.
ahadi hii ya babu zao haikuanzia wao, ilianzia nani? Kule mwisho, kule kwanza kabisa, Adam. Kule Adam. Sasa hiyo haimaanishi sasa tumuite Adam Israeli, bali inamaanisha yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza, mtu wa Mungu aliyepotea. Unaelewa? Yeye ndiye mtu wa Mungu wa kwanza aliyepotea, ambaye ndiye mzazi wa hawa wote. Sasa hapa Mungu anapofika mwishoni, hapa anapochagua Israeli kama mzaliwa wake wa kwanza, lengo lake ilikuwa ni kwamba awachukue kama watu wake, awafanye wawe watu wake kwa kweli, sio katika nini? Yaani kwa maana yake amechagua babu yao, hiyo sio identity yao kama mtu wa nani? Wa Mungu. Au watu wa nani? Wa Mungu. Wanakuwa watu wa Mungu wakati ambapo Bwana amerejesha urafiki uliokuwa ndani ya mtoto wa kwanza au mtu wake wa kwanza aliyekuwa nani? Adam. Aliyekuwa Adam. So hapa neno la Israeli hapa, the main point sio in the natural identity. Yes. So, yes, karibu. Ya, niliomba tu nifafanuliwe hapa kwamba maelezo yako vizuri. Niliomba nifafanuliwe kwenye mwaka wa 34. Tunajua kwamba 34 AD. yes, tunajua kwamba taifa la Wayahudi ni kama lilikatwa, na tunaona kuna mlango wa rehema kufungwa, maana Yesu alisimama. Ilionekana kama ishara Yesu kusimama kwa Stefano. Sasa nilikuwa naomba uhusiano huu wa mlango wa rehema kwa Wayahudi kufungwa una uhusiano gani? Kwa sababu kuna fundisho pia ambalo tunafahamu kwamba Yesu kufikia kusema kwamba Nyumba yenu imeshukiwa. Alafu kusema kwamba ili kuwaendea Shikeni njia mkaendee kondoo nyumba hizi. ndio una fundisho ambalo tunaelewa kwamba ni ule wakati ambapo sasa injili ikaanza kwenda. Yes, naomba ufafanuzi kuhusiana na hicho. Nani anajaribu kupatiana wazo? Mimi hapa sijaelewa maelezo kwamba sentensi ya Bwana Yesu kwamba kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli Ngoja nirudie. ilikuwa ilitumika kwa watu wa mataifa. Naomba Yaani nirudie. kwa concept ya mwalimu mimi naelewa hivi. Kumbe kondoo sasa waliopotea nyumba ya Israeli, imeonekana hawa wa kuzaliwa, wana wa Yakobo wa kuzaliwa wa Israeli wenyewe Wayahudi walikuwa kundi moja na wa mataifa wa kuzaliwa. Sasa kama ndio hivyo, kuna sababu gani sasa hawa ikiwa walikuwa one group ambao sasa mlango wao wa rehema tena unakomeshwa, halafu wengine ndio unafunguliwa, wakati mwanzoni walikuwa kwenye fungu moja, kwenye sentensi ya Yesu ya kwamba afadhali shikeni njia kuendea kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Okay. Naomba nijaribu kuweka mrejesho wangu katika swali. Tunapozungumzia Israeli wa Bwana, lazima utofautishe context, vitu viwili tofauti. Israeli ya mwili ambao kwa maana yake Mungu alishawachagua. Akawachagua kawaita namna gani? Israeli, sio? Yeah. But anapowachagua, yeye halengi wafahamu kwamba wao ndio watu wa Mungu kwa maana ya mahali wanapotokea, sio? Lakini kwa jumla anawachukua hivyo, sawa? Navyo wazi kwenye mawazo yangu. So kuna fungu moja nao jaribu kuitafuta, sio kama ni Warumi ama ni Wagalatia, anaosema kwamba wanaoitwa Wayahudi kwa mwili. Yaani kuna wao wanaoitwa Wayahudi, but lazima differentiate katika hali Kimwili na kiroho. Yaani Oscar anamaanisha hivi. Kuita mtu Mwisraeli haipotei. Sio? But lazima tu emphasize lengo la Mungu katika kuita mtu Mwisraeli ilikuwa ni lipi. So alipochukua hawa wanaoitwa nyumba ya Israeli kutoka kwenye familia ya Yakobo, lengo lake haikuwa kwamba hasa kwenye familia yao, just because naturally wala associated na Jacob, wewe ni Israeli ya nani? Ya Mungu, okay?
Sasa aliwachukua wao wawe kama kielelezo cha Israeli ya Mungu dunia nzima, na wao wafikie dunia nyingine au wanadamu wengine. Wao kama nyumba ilipokataa kutimiza kazi ya Bwana, then kazi kaenda katika kuwafikia wengine kupitia watu wengine. Navyoelewa. Kwa kumaanisha ya kwamba leo hii wale wanao katika familia ya Israeli kimwili, mlango wa rehema hujafungwa kwao, kila mtu binafsi, kila mtu anaokolewa bado. Kwa maana yake yeyote anayeamini Kristo baada ya Kristo kufa, hata kama mlango wa nyumba ya Israeli kijumla, nyumba ya mwili, walioitanishwa na Kristo au na Mungu, bado wanaokolewa kila mtu binafsi, lakini nyumba kijumla Bwana hawahesabu tena kama nini? Taifa lake. Kwa maana yake mapenzi yake hayajatimia katika taifa hilo. Yes. Hebu naomba nifafanue vizuri swali, bado na dakika 5. Okay. Unajua Stefano huu ni mfano aliona kabisa. Kwa sababu alipopigwa mawe kweli mwaka wa 34 alimuona Yesu amesimama. Na Yesu kusimama huwa ni ishara ya nini? Mlango wa rehema kufungwa. Ndio huwa ishara. Na mwaka wa 31 kweli injili haikuwa inaenda kwa hao watu wengine ambao walikuwa ni nje na taifa la Wayahudi. Ambapo huu ukuta Yesu ndio alikuja kuubomoa sasa. Ambapo tunaona hata Petro kama utakumbuka kwenye kumendea Kornelio. Ni kweli, yani kwa muktadha alioleza huko right kabisa, sawa? Maana hata nani huyu Petro alipotaka kwenda kwa Kornelio hakwenda mpaka alipewa njozi. Ndio anapewa njozi ya msiwaite nilio nafanya nini? Sasa na ndio maana nikataka niulize hilo swali ili tupafafanue hapo vizuri, kwa sababu kuna huo muktadha ambao unaonyesha kwamba taifa la Wayahudi lilikatwa kuwa kama taifa na injili ikafunguliwa kwa watu wengine. Na ndipo Petro sasa anapata ujasiri hata kwa wenzie sasa kuambia kwamba nilionyeshwa 1, 2, 3. Kwa hiyo ndio nikawa nauliza kwa huo muktadha ili tuweze kufafanua vizuri hapo, maana kuna fundisho la namna hiyo pia. Sijui kama nitakuwa nimeeleweka lakini. Sawa. Naomba kwamba kabla sijapatia Pascal nimpe mwingine ambaye aniongea. Anaenda nitakupatia wewe. Yes, ndio karibu. Bwana ni mwema. Wakati wote. Nashukuru sana kwa ajili ya hapo. Ni kwamba nilivyopaelewa ni kwamba Mungu anapohesabu wa Israeli ambao tunamaanisha kimwili, yani wa Israeli, kwamba mlango utafungwa baada ya mwaka 31 kumuua Stefano. Alikuwa 34 sawa. 34. Lakini tunaona pale si kwamba mlango ulifungwa baada ya kumuua Stefano. Tunaona bado kulikuwa na watoto ambao na wale makuhani bado waliamini baada ya pale. Ule ujumbe ulipoendelea na wale wainjilisti, yani wainjilisti wakawa ambao ni mitume. Walipokuwa wanaendelea na injili, bado si kwamba mlango ulifungwa kabisa kwao. Bado hukumu pale ilikuwa inaonyesha sheria ya Mungu ilikuwa inaendelea kufanya kazi. Sasa inapobadilika kuhusiana na kwamba watu hawa wanaitwa tena sio watu wa Mungu, ni pale wanapoikataa ile neema ambayo hata sisi leo inatufanya leo tuitwe watu wake, kwa sababu bado neema hatujaikataa, ila tunaendelea kujifunza kwenye hiyo neema. Kwa hiyo naona kwamba hapo kwamba Mungu anapobadilisha jina, ina maana ni pale mtu anapokuwa anaikataa neema moja kwa moja kwamba sasa sihitaji kabisa. Ndipo ina maana pale sio Mungu anafunga, ila yeye ndio anajifunga, anafunga yeye huyu mhusika. Kwa hiyo tunaposema mlango, Mungu alifunga mlango kwa Israeli katika mwaka huo, sio Mungu aliyefunga, maana yake ni wahusika wenyewe ndio waliofunga ule mlango. Ila sasa lile jina linabadilika sasa kwenda kwenye taifa, kwenye ulimwengu mzima. Ndio Paulo na Petro anasema kwamba huu mlango unamaanisha kwamba asingelienda kwa mataifa, kwa sababu wao walikuwa wanamaanisha kimwili. Lakini Mungu alipomfunulia ikaonekana kwamba kumbe ni kila mwanadamu atendaye haki. Hivyo paelewa hapo. Okay. Yes. Labda tu niongezee kidogo hapo.
Na ni representation iko sawa kabisa, na ambacho tu labda kinataka kuleta shida ni kule kutoichukua ile picha kubwa, big picture, unaona. Na ukiangalia hata kwenye masuala ya unabii, Yesu alijaribu kushughulika na vitu vyote viwili. Yaani utaona kuna mahali ambapo anashughulika na Israeli kama taifa ile la kimwili, hizo zipo kabisa hizo statement. Na hata kwenye ile prophecy ya Daniel 9 utaona elezea kwa upande wa Waisraeli wa kimwili kabisa, lakini anahamia pia kwa wengine. Ndio maana unaona nini prophecy. Hadi unahamia hadi kwa wengine sasa wa mataifa wote. Kwa ambacho kimeelezewa kiko hivyo. Kuna nyakati ambazo Yesu alishughulika kama na Waisraeli kabisa kwa kimwili kabisa. Unaona? Akawaongelea, akawasemea, unaona? Akitofautisha kabisa na wale wa nje wengine. Unaona? Lakini kuna wakati ambapo Israeli ilikuwa kwenye general kama hiyo ambayo ameisemea, au kwa mataifa amekuwa, yaani anaongea kwa kujumuisha wote. Unaona? Na wanadamu wengine ambao sio wa uzao wa Yakobo. Unaona, kama kondoo wa Israeli waliopotea. Kwa hiyo nafikiri ni hicho. Naomba nipe yule wa mwisho alafu umalizie utafungia hapo. Yes, karibu. Mimi nilikuwa na swali nyingine. Naomba niseme, lakini naomba tusiingie kwanza. Sawa. Nipeane tu. Nataka kusema kwamba katika mpango wa ukombozi Mungu alisaidia wanadamu wa kwanza kwa kumfanya Nuhu afanye safina na akaokoa watu 8. Katika mpango wa pili Sodoma na Gomora wakaokoka watu. Katika mpango huu wa kuwaokoa Israeli Mungu aliamria patupu. Okay. Au tuainishie uhubiri kuna waliookoka katika mpango huu? Sawa. Swali nzuri, lakini nafikiria kulingana na vile ninavyopata swali la Oscar ni kuweka this timeline. Kama Israeli ya Bwana tumesema ni watu watu wa Mungu waliofanya kitu gani? Waliokuwa wamefatanishwa naye. So mlango unapofungwa unamaanishaje? Ndio swali. I think that's the point inaolengwa pale. So sentence hiyo sichukulii kwamba mlango wa rehema ukafungwa kwa watu wote, na ichukulii nazungumzia nyumba ya Yakobo. Au wanaoitwa Israeli wa mwili. Na maanisha kwa sababu Mungu aliwachagua kao nyumba, kwa maana yake kwa wakati unaposoma vitabu vya Ellen White, nafikiri nenda nitafute kila nukuu niweza kuitumia baada ya hapo kupeana evidence inachokisema. Niende nitafute and then I will bring it up. But najaribu kuweka thoughts in my mind. Israeli ya nyumba ya Yakobo ilipoitwa na Mungu haikuitwa ndipo sasa wao wajiwekee mipaka. Nchi zingine zote kabisa zilikuwa zimemkana nani? Bwana. Waliokuwa wamebaki na ufahamu angalau Mungu angewatumia nani? Ni nyumba ya Israeli. Nyumba ya mwili. Sasa tunazungumzia nyumba ya nini? Ya mwili, sawa? So anapowachukua hawachukui sawa wao wakuwe special na favorites za nani? Za Mungu. Anawachukua aendelee kuwarekebisha, awarejeshe ufahamu wake uliokuwepo mwanzo, ndipo sawa wao wakuwe kama chombo cha kuwafikia wengine. So akawachukua kama taifa lake. Lakini alipochukua kama taifa lake, mapenzi yake hayakutimia ndani ya taifa hilo. Kwa maana yake hata amri yake yenyewe haikutimia hapo ndani. So anapofika wakati ambapo inabidi Kristo aondoke, na tunaposema ya kwamba anapoenda kuondoka anasema nimewachia nyumba yenu nini? Ukiwa. Anawapatia allowance ya miaka 30 na kadhaa pale. Stefano anapoenda kupigwa mawe. Sasa hiyo haimaanishi ya kwamba Mungu akawatupa. Kwa maana yake Mungu hatupi mtu isipokuwa mtu ndiye atakuwa amechagua kujitenga kabisa na nani? Na Bwana. Sasa kumaanisha kazi ambayo Israeli ingefanya haiwezekani kufanyika kupitia nyumba ya nini? Nyumba ya Israeli ya kimwili, sio? So kazi hiyo ikahamishwa kwenda kwa mataifa. Nasema hivyo kwa sababu siamini ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwe na mipaka. Kwamba sasa msiende kwa mataifa. Kwa maana yake ni kwa sababu ya zile kuta za nini? Za mtengano ambazo walikuwa wameziweka wenyewe. Na anapowaambia pia kwamba bakini hapa, kitabu cha kama za kosea kitabu cha Acts chapter 1, bakini hapa msiende wapi kuhubiri hadi wakati ambapo watumia nini? Msaidizi mwingine. Alafu anaanza kukuambia mtahubiri kutoka wapi?
Yerusalemu, Samaria. hadi mwisho wa nchi. Na lengo la Bwana sio kwamba anaendelea kukuza ule mpaka uliokuwa umewekwa. Ni kwa maana ya ugumu ya nyumba ya Israeli kukubali na kupokea kwamba wokovu ni kwa wanadamu wote. Wao walikuwa washachaguliwa kwa kweli kama nyumba ya Mungu, waliokuwa angalau, nafikiria nilikuwa nasema nabii anasema hivyo, waliokuwa wamebaki angalau na ufahamu wa nani? Wa Mungu. Awatumie kama chombo cha kuwafikia malimwengu wanadamu wengine wote kama ndugu zao, lakini kama sisa wao special na wale wengine. Mimi nafikiria najaribu kuweka wazo langu hapo hivi. Yes. Unajua kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu tukiliweka kwa hivyo afu tukalihitimisha kwa namna njema, mtu anapata picha. Mwingine anaweza ignore kabisa yani ile muktadha wa kwanza ambao utauenda tena kwenye mfano ambapo Yesu alitolea mfano ya mtu mmoja alikuwa na wana wawili, kama utakumbuka, yule mkubwa na yule mdogo, ambao yule mdogo akatamani mali akaenda kutapanya akafanya nini? Maana ni mfano ule bado unatuleta kwenye ile kwa nini Israeli aliitwa mzaliwa wa kwanza. Umeona hicho kitu? Asante. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo, tunataka tupanue kwa muktadha huo ili tupate nayo picha ya kwanza, alafu na huo muktadha utueleweshe vizuri. Asante. Sasa nafikiri tumekuwa laini moja. Yes. Na pointi pale wakati ambayo tunaweza tukaiongezea hapo, nafikiri tunaweza kutusaidia vizuri. Tena ni kitabu kile cha Efeso, pale tuliposoma sura ile ya pili, ila taenda kwa juu yake. Mtume Petro kuna sentensi ya Paulo ambayo yanakuja kwa mwalimu wa mataifa. Kwenye fungu lile la kwanza anasema, nanyi mlipokuwa wafu. Efeso 2. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Hapa anawaambia sasa, kama tulivyojifunza, maana yake wafu wale ambao wamefarakana na nini? Na Mungu. Lakini saa hii na maana anapoandikia hapo watu wa Efeso, saa hii maana hawa kama walikuwa, maana yake sasa hivi wamepatana naye, si ndivyo? Sasa anasemaje? Anasema kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Sawa? Sasa anasema hivi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa hiyo wakati Paulo yuko anampiga Stefano mawe, Paulo alikuwa mataifa. Sawa? Kwa hiyo wakati anayehesabu kwa sababu naye anasema wakati huo naye alikuwa sawa na hawa wa Efeso, wako wote chini ya utumishi mmoja, wako ni makosa na nini? Na dhambi. Si ndio hivyo? Kwa hiyo wakati Yesu anawahubiria wakati baraza lile wanamhukumu Yesu, walikuwa watu gani? Walikuwa mataifa. Si ndio hivyo? Kwa hiyo Yesu amehukumiwa na watu gani? Ni wa mataifa. Sasa kwa hiyo kwa muktadha huu hapa, kama unaona kabisa na kile ambacho tumekuwa tunajifunza kiko sawa, lakini lazima tushikilie ufahamu wa aina mbili kama ambavyo mwalimu ameeleza na ndipo tumechangia. Kwa sababu Yesu anaoshughulika nao hawana ufahamu wa kiroho, wana ufahamu wa kimwili, na Yesu anawaendea mahali walipo. Sawa? Kwenye ufahamu wa nini? Wa kimwili anashughulika nao ufahamu wa kimwili, lakini pia anashughulika nao kwa jinsi ya nini? Ya kiroho, kwa sababu hakuna namna ataweza kuwafikia. Nafikiria tutaendelea kuperfect, sio? So kwa maana yake tunapata concept and then we build it up na kuwa nzuri zaidi. Kwa maana yake pia mimi mwenyewe haya yote nimekuwa nikiyawaza mwenyewe tu leo asubuhi. Kwa hiyo naweza kuwa labda sija tune everything kwa nyoke, but I believe kwamba kupitia Roho wa Bwana ataweza
tuwekea kamba ile inaitwaje ile ya msalani ya mwasi ile anakaa kule kusimama. Ile kamba inakuwa pale na au kabiru. Kabiru so naamini kwamba Bwana ataweka kabiru atafanya nini? Tanyoosha. Bora tumepata kanuni na muhimu wa somo, then I think vitu vingine tutaendelea kuvirekebisha. Tuweze kuomba. Baba unayetupenda, tunakushukuru kwa maana ya kutuongoza tangu tulipoanza kujifunza. Tunaomba ya kwamba uweze kuturekebisha mahali ambapo tumekosea, na katika tafakari zetu tunaomba ya kwamba uendelee kutudhihirishia jinsi ambavyo misingi ya somo letu linafaa kupata nafasi katika maisha ya kila mmoja wetu, na utupatie bidii ya kuweza kuruhusu neno lako kutenda kazi katika maisha yetu panapo nafasi, na tusiweze kukataa sauti yako unapozungumza na kila mmoja wetu. Tunapoenda kwenye pumziko, utuongoze, na hata kwenye vipindi ambavyo vimesalia, tuomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amina.